baada ya kuweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge jimbo la Kigoma mjini, kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo ndugu Zitto Zuberi Kabwe, na amechukua fomu hiyo. Chama chake sasa ndicho kitaweza kumpa ridhaa ama pengine anaweza kupata nafasi yeye ama mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kupeperusha bendera kupitia chama chake. Na hapa baada ya kuchukua fomu ameweza kuzungumza na wanachama wa chama cha ACT hapa nje baada ya kuweza kuchukua fomu hiyo ya kupeperusha bendera, pengine akipata ridhaa kupitia chama chake kupeperusha bendera kupitia jimbo la Kigoma mjini, na amepata nafasi ya kuweza kuzungumza maneno machache baada ya kuweza kuchukua fomu hapa katika ofisi kuu ya jimbo la Kigoma mjini. Mimi naitwa Lidreams TZA wa AyoTV na Millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma. Ni hivyo tu ambacho kilikuwa kinaendelea katika ofisi ya chama cha ACT Wazalendo hapa Kigoma mjini, maeneo ya Ujiji, ambapo ndugu Zitto Zuberi Kabwe ameweza kuchukua fomu ya kugombea ubunge, ya kuomba ridhaa kupitia chama chake kuweza kugombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini. Nawapenda sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na kutuamsha salama leo kuweza kufikia siku hii muhimu sana kwa ajili ya mchakato wa ndani ya chama chetu kupata ridhaa ya kuomba kuwakilisha chama, kupeperusha bendera ya chama katika uchaguzi. Lakini pili, nawashukuru sana wanawake wa ACT Wazalendo kwa kuipamba siku hii. Hakika mmeonyesha dhahiri kwamba kuwa na mwenyekiti wa mkoa mwanamke tulifanya uamuzi sahihi. Nimefarijika sana. Jana nilimsindikiza dada yangu Kiza kuchukua fomu katika jimbo lake la Kigoma Kaskazini. Nilivyorejea nyumbani nikakuta kikundi cha wanakwaya kutoka kanisa la Moravian wamekuja kuniombea kwa ajili ya siku hii ya leo. Amina. Leo asubuhi niliamka kwenda kuzuru makaburi kwa ajili ya kumwombea dua marehemu mama yangu Hajat Shida Salum na kumweleza safari ambayo tunaianza leo. Nimerudi kufika nyumbani nikakutana na kikundi cha masheikhat zaidi ya 30 wamekuja kuniombea kwa ajili ya siku ya leo, wote wanawake. Nimefika ofisi za chama za mkoa na kutana na nyinyi kundi la wanawake takribani 600 kunisindikiza. Hakika kwa wale ambao Bishida ni mwenzao wamekuwa naye, mwenzenu dada Shida anatabasamu huko alipo. Kwa wale ambao ni watoto wake pia anatabasamu huko alipo. Wanawake wa mji huu mmeipamba hii safari, na wanawake hamshindwi, tutafanikiwa katika hii safari. Kama alivyoeleza katibu wa jimbo, nimechukua fomu leo ili kuomba kuwawakilisha tukakamilishe safari ambayo tulianza mwaka 2015 ikakatishwa na madhalimu CCM mwaka 2020. Tunataka kuianza upya safari ile. Miaka 5 iliyopita imekuwa ni miaka 5 ya kudidimia kwa maendeleo ya jimbo letu na mkoa wetu mzima. Tunataka kurejesha heshima ya mji wetu na heshima ya mkoa wetu wa Kigoma. Ningeweza kusema kwamba imetosha, kwa sababu nilishaongoza jimbo la Kigoma Kaskazini kwa dadangu Kiza miaka 10, nimeshaongoza miaka 5. Ningeweza kusema inatosha,
lakini namna ambavyo mji wetu unadidimia, namna ambavyo madiwani waliopora uchaguzi mwaka 2020 wanavyogombana kugombania rushwa badala ya maendeleo ya mji wetu, nikasema hapana, ni lazima turudi tuchukue jimbo hili na tuichukue tena manispaa yetu, turudishe neema ya mji wetu wa Kigoma Ujiji. Hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo imenisukuma niweze kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya chama kiniteue niweze kugombea. Lakini vile vile tunafahamu kwamba tunaingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira ya mashaka makubwa. Huko nyuma tumezoea, ilikuwa ni kawaida, unakwenda kwenye kituo cha kupigia kura, unapiga kura yako, una hakika wakala wako ataihesabu, una hakika matokeo yatatangazwa. Lakini hivi sasa tangu mwaka 2019 mashaka ni makubwa sana. Lakini tunafanya nini? Jana niliwaambia watu wa Mwandiga nilivyokwenda kumsindikiza dada Kiza kwamba kule Amerika ya Kusini kuna msemo, tausema wa Kiingereza afu tautafsiri. Wapiganaji kule wanasema, if I don't fight I die, if I fight I die. What do I do? I fight. Kwamba usipopambana utakufa. Yes. Ukipambana utakufa. Sasa unafanya nini? Bora upambane. Bora ufanyaje? Ndio maana pamoja na changamoto zote tumeamua tukapambane kwenye kituo cha kupigia kura. Tumeamua tukailinde kura yetu kwenye kituo cha kupigia kura. Tumeamua turudishe thamani ya kura kwenye kituo cha kupigia kura. Kususa sio jawabu. Ukisusa watabeba, hawatasikia kitu. Lakini ukipambana unaweza ukaokoa na kulinda thamani ya kura, na hicho ndicho ambacho ACT Wazalendo tumeamua kufanya, na tunakwenda kupambana. Tunashiriki uchaguzi huu tukipambana. Tunajua changamoto zilizopo, tunakwenda kukabiliana nazo. Na nyinyi wanawake wa mji huu, wanaume wa mji huu, ni mna historia ya mapambano. Hatujawahi kuushinda huu mji kirahisi. Kuna watu walifungwa, kuna watu walikuwa walemavu, kuna watu waliuawa. Tukikimbia uwanja wa mapambano, tunawasaliti wale watu waliofungwa, tunawasaliti wale watu waliouawa, tunawasaliti wazee wa mji wetu, wakina mzee Kasisiko, wakina mzee Menge na wengine ambao walipambania mageuzi ya mji mpaka hapa tulipo. Tunafurahia vyama kwa sababu ya kazi ambayo wazee wetu walifanya. Tuko tayari kuilinda kazi hiyo na tutakwenda kuilinda ndani ya kituo cha kupigia kura. Tunaelewana? Tunaenda kufanyaje? Kulinda kura. Tunaenda kupambana. Tunaenda kufanyaje? Leo baadaye tutakuwa na mkutano pale Bangwe, na natarajia nyewe wote mtakuwepo Bangwe. Tutaongea mengi zaidi kule Bangwe. Asanteni sana na washukuru sana.